Watoto wengi ni mayatima, hawana wazazi, wanahangaika. Wapo watoto wengine, sisi kama viongozi, kuna kesi zingine tunakutana nazo ambazo ziko nje ya uwezo wetu, tunaziletaka tu huko. Unakutana na watoto wengine ni ombaomba ambao wapo tu barabarani. Ukiwauliza kiundani, ni wakimbizi. Wazazi wamepotea huko makambini, wao wamejikuta Dar es Salaam, si wa Tanzania, wanahangaika. Na kitu ambacho naweza nikasema, nikisikiaga watu wanapiga kelele na huwa najisikia kuumia sana. Ni kwa sababu watu wanasikia kwamba Kongo kuna vita. Kwa kusikia, watu hawajawahi kushuhudia. Watu wanabakwa, unajua mtu anabaka mzazi, unashuhudia kwa macho. Nani anaweza kuvumilia kitu kama hichi? Tulinde, yani jukumu la kulinda amani ya Tanzania ni jukumu la kila Mtanzania. Ni jukumu la kila Mtanzania. Kwa kumpata mtu bora, yani kuna ile kwamba kuna mtu bora, kiongozi bora. Mtu bora anaanza na Mtanzania. Wewe kwanza uwe bora ili apatikane mtu bora. Kukosa amani ni kitu kibaya sana. Yani ndugu zetu wa Tanzania, mimi nawashauri nyie, kukosa amani ni mbaya sana. Maana mimi mwenyewe nimeona kwangu. Sisi wa Sudani, mimi mwenyewe nimezaliwa kwa vita. Watoto wangu mwenyewe nimezaliwa kwa vita. Yani ni kitu kibaya sana. Maana hapo watoto wanakosa shule. Wewe mama unajua uko graduate, unakimbia nchi ya tatu, huna kazi na vitu zako. Kwa mfano mimi, yani ustara yangu ni yani nakatisha tu kwa fupi. Yani hapa hadi nimefika Tanzania nilikuwa shida. Yani kila siku unasikia rasasi tu wanapiga, yani rasasi tu. Hamna kulala, wewe huwezi kufanya chochote. Upendo imekwisha toka ndani ya nchi yetu. Hakuna tena upendo. Saa huku Beni, huko ADF Nalu, kula hakuna M23. ADF Nalu inamaliza watu ngambo ya Beni. Watoto ya nchi wako ndani ya hiyo vitu. Kana ni tamaa ya fedha, saa vile ulisema, na kufia vyeo. Njoo inaleta masara sana katika nchi yetu. Nilikutiwa hapa wakati vurugo ilikuwa wakati wa uchaguzi. Nilikuwa naambia watu wasema, mwache mambo ya fujo, nyinyi hamuyaona fujo. Sisi tunalala tunalamuka na masasi. Mimi niko mtu ya Est ya Kongo huku kwenye M23 wako. Sisi tuna miaka zaidi ya 30 ya vita. Jo sisi kule vita mnashikia yake na kwaka Mkongo. Kule imalizikake njoo kwetu mimi. Est kule M23 iko Goma, njoo kwetu. Kwa sisi tunaona mtu anakufa kila siku. Shida kila siku. Yani hii amani iko hapa Tanzania muitunze. Nyinyi wafanya siasa muungane, kama kuna kuya shida muungane kwa haraka, msumulie. Kama msumulie, amani itatoka hapa kwenu. Nilipokuwa huko nilikuwa nasimamia shirika la wakulima 3,000 wakulima wa miwa ya sukari, na maisha yalikuwa mazuri sana. Lakini pamoja na kwamba nimekimbia hayo mambo yote, hizo mali zote zimebakia huko zinaharibika. Mke wangu hayuko, nami hapa, na wakati ingine hata kisamvu hii ya kisamvu na ikosa. Mimi mtu mwenye nilikuwa napokeza wakulima maelfu, kuwapokeza madolari wakati tunamaliza kulima. Kwa hiyo hakuna kitu cha lazima mheshimiwa kama amani. Na kama ingewezekana, ndio, pamoja na kwamba demokrasia inakuwa, vyama inakuwa ni movement, lakini upinzani na serikali wangejifunza kwamba kitu ya muhimu katika maisha ya mtu ni ile amani, tranquilite. Mtu hauwezi kufanya lolote wakati una amani, amani haiko katika nchi. Kwa hiyo ndio maana tulisema kwamba Tanzania, nyinyi tunawaambie sana na tunawatamani sana. Wakati tunaona kisha wiki moja mtu unatembea, kama unayapita Ilala unakwenda kukuta kunakuwa majengo mazuri, unakuta ile yote natokana ni kwamba nchi imo katika amani na katika utawala wa kisheria. Mulinde amani yenu, msikuwe wakimbizi. Kukua mkimbizi ni kitu imwacha nguvu sana. Sisi tumezaliwa Bukavu, leo uko Bukavu, kesho